Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi 16, siku ya Jumatatu. Mada inasema wazazi na watoto. Watoto wanayo nafasi muhimu kama sehemu ya washirika wa familia. Wanahitaji kujua wanapendwa na kuthaminiwa kama wanafamilia na raia wa ufalme wa mbinguni. Ibada ya familia ni muhimu, sahili, lakini ya kila siku, asubuhi na jioni. Katika umri mdogo, watoto wanaweza kuanza kusaidia kufanya usafi na majukumu mengine. Lililo muhimu zaidi, wanapaswa kutii amri ya Paulo: watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Wakolosai 3:20. Soma vifungu vifuatavyo. Ni kanuni zipi zinatolewa kwa ajili ya malezi ya watoto? 1. Mithali 22 aya 6 na aya 15. 2. Mathayo 19 aya 14. 3. Kumbukumbu la Torati 6 aya 6 na ya 7. Na 4. Mithali 1 aya 8 na ya 9. Wakifundishwa inavyotakiwa kwa ajili ya Bwana, kwa maadili na mfano, watoto watakuwa baraka kwa familia, kanisa na zaidi. Maagizo ya Paulo kwa wazazi, kama yalivyo maagizo yake kwa waume na wake, yana usawa na ni ya wawili. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Wakolosai 3:21. Jinsi wazazi, hasa baba, wanavyohusiana na kuwarudi watoto huathiri sana malezi yao ya kiroho. Uchunguzi unaonyesha pia kwamba wazazi wote wawili wanapokwenda kanisani, asilimia kubwa zaidi ya watoto wanabakia kuwa waenda kanisani, tofauti na ikiwa mzazi mmoja tu ndiye anaenda. Jambo la kushangaza zaidi, kuhudhuria kwa baba kanisani mara kwa mara, hata zaidi ya mama, kuna maanisha idadi kubwa ya watoto watabaki kanisani wakiwa watu wazima. Wajibu wa baba basi katika malezi ya kiroho ya watoto wake hauwezi kupuuzwa. Ni muhimu kiasi gani kwamba akina baba watimize wajibu wao kwa makini? Mwandishi anauliza swali hili kwamba hata hivyo, si akina baba wote wamekuwa, kusema kwa upole, mifano ya kuigwa kwa watoto wao. Kumjua Mungu kama baba yetu kunaweza kusaidia kuleta uponyaji unapohitajika, hasa wakati baba wa duniani wamesababisha madhara makubwa. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Machi 16, mada ikisema wazazi na watoto. Kesho ni Machi 17, tukijifunza mada inayosema uhusiano wa kikazi. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.